walizungumza kwa kwamba wanahitaji serikali ya mpito. Labda tumwambie tu ndugu yetu Heche, makamu mwenyekiti wa Demokrasia na Maendeleo Chadema, kupitia hotuba yake aliyozungumza siku hiyo tarehe 11 mwezi wa 12 2025, walisema wanahitaji serikali ya mpito, na akasema kwa kwamba serikali iliyokuwepo sio halali, wanahitaji serikali ya mpito ambayo itaongozwa na mataifa ya nje, jumuiya za kimataifa. Akagusia masuala ya Africa Union, SADC and others. Sasa tunashangaa kumuona msomi mkubwa kama huyu, lakini pia kiongozi mkubwa kama huyu kutokea chama cha Chadema anapokwenda kuzungumza kwa kwamba anahitaji serikali ya mpito. Labda tumwambie anajua madhara ya kuwa na serikali ya mpito katika taifa. Bila shaka halitambui hili, ndugu waandishi wa habari, kwa sababu kama angekuwa analitambua basi asingesubutu hata kusema. Yaani nchi yetu tuwakabidhishe watu mataifa ya nje wasimamie wao, sisi tunafanya nini ndani ya nchi yetu? Na tumwambie tu hatuhitaji serikali ya mpito ndani ya Tanzania hii wala Zanzibar, kwa sababu tuna mifumo ya demokrasia, tuna mifumo inayozingatia haki na utaratibu, na kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mara baada ya miaka 5 tunachagua uongozi mwingine. Na hivi juzi tumekwenda kumchagua daktari bingwa kabisa, Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na serikali yake ni halali. Kwa sababu gani nasema serikali yake ni halali? Kwa sababu serikali iliyoundwa imefuata utaratibu wote wa kisheria unaohitajika. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imepatikana kwa misingi ya halali, na ndiyo maana tulianza na mfumo wa uchaguzi wa ndani, vyama vya upinzani na sisi Chama cha Mapinduzi tukapendekeza majina, tumemaliza, tumekwenda hatua ya pili. Hatua ya pili tumekatoa taratibu wake, zikapangwa ratiba za kampeni, zimefanyika kampeni. Chama cha Mapinduzi kimepata mwitikio mkubwa ndani ya jamii, na sisi wenyewe ni mashahidi. Mikutano mbalimbali, wananchi wamejitokeza kwa wingi kuunga mkono maendeleo makubwa aliyofanya Chama cha Mapinduzi, kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, kumuunga mkono Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Lakini pia hata vyama vingine ambao vilishiriki katika uchaguzi vinaweza kudhibitisha hili. Tumeona ndugu zetu wa vyama mbalimbali nao walikuwa na mikutano yao, hakuna mtu aliozuiwa. Siku ya siku tumekwenda kupiga kura kwa amani kabisa kuwachagua viongozi tunawataka, na wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja na Tanzania kwa ujumla tukasema tunakwenda na viongozi waliotokana na Chama cha Mapinduzi, na serikali ikapatikana kwa misingi ya halali. Na siku ya siku rais wote wawili, biwana rais wa Zanzibar akaapishwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akaapishwa, tukapata serikali yetu halali. Rais wameteua mawaziri, wametoa wasaidizi wao mbalimbali kuonekana kwamba ni namna gani serikali yetu ipo katika misingi ya usawa na upatikanaji wake ni wa halali. Sasa kuna haja gani ya kusema leo hii ndugu zetu wa Heche na wenzake waseme kwamba tuunde serikali ya mpito? Hii ni kuishiwa pawa. Wenyewe wanasema vijana siku hizi unapoishiwa pawa unakuwa na jambo la kusema, unabakia tu kuhangaika, uende kusini, uende kaskazini, uende mashariki, uende wapi. Hii ni kuishiwa pawa. Wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja hawatokaa kimya kuhakikisha kwa kwamba tunaendelea kumtetea Daktari Samia Suluhu Hassan, kuendelea kumtetea Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, kwa sababu hawa ndio mabingwa wa maendeleo. Hawa ndio wazalendo namba 1 katika nchi yetu. Sisi hatupo tayari kuona nchi yetu inauzwa. Leo hii tuchukue nchi yetu tukakabidhi mataifa mengine ndio aje tuongoze. Haya mambo yalikuwa ni enzi za ukoloni, sio sasa hivi. Ina maana kumbe hawa ndugu zetu hata kama tutawapa nchi leo, hatakuwa na uzalendo wa nchi yetu. Na ndugu wanahabari na wananchi wote wa mkoa wa Kusini Unguja na Tanzania kwa ujumla, labda tu niwaambie kitu kidogo. Kuna nchi ziliwahi kuingia katika kufanya serikali za mpito. Tunayo nchi moja pale Iraq, nchi ya Iraq 2003 walijaribu swala hilo, lakini leo hii iko wapi Iraq? Wamekuwa wananchi wa nchi ile ni wa kuhamahama, wanatoka kule wende kule, hakuna maendeleo, hakuna amani, vita kila siku. Haya ndo madhara ya serikali ya mpito anayetaka Heche. Ina maana sasa sisi kama wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja na Tanzania kwa ujumla hatupo tayari kuunga mkono upuuzi kama huu unaozungumzwa. Na sisi siku zote tutawajibu kwa hoja
wakitoa hoja zao tutajibu kwa hoja, watatoa propaganda zao, sisi tutakuja kwa hoja na fact. Leo hii tuiangalieni nchi nyingine pale, tunasema Libya. Iko wapi Libya? Walitaka serikali ya mpito, wakamuondoa kiongozi ambaye alileta maendeleo katika nchi ya Libya. Leo hii Libya iko wapi? 2011 kama sikosei. Iko wapi Libya? Lakini angalia nchi nyingine zinavyopitia shida na mateso kutokana na ukosefu wa amani ndani ya nchi yao, kutokana na serikali zao kukubali kuwa katika mifumo ya kuongozwa na mataifa ya nje ambayo tayari yanakuja katika nchi zetu for their own interest, not for our interest, just for their own interest. Anapokuja hapa mtu kutoka nje kuja kutawala, unadhani anakuja bure? Anakuja kwa lengo la kubomoa na wala sio kujenga. Hivyo basi tuambie ndugu zetu wa Chadema kwa kwamba sisi wa Tanzania, tukiwemo sisi wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja, hatutokubali propaganda zao na hatuko tayari kupotoshwa na hoja zao zisizokuwa na kichwa wala miguu, kwa sababu hawa ni wazi kabisa hawana uzalendo ndani ya taifa lao.